Ukisoma katika maandiko, neno la Mungu linasema kwamba mtaifahamu kweli, nayo kweli itaweka huru. Kwa hiyo mtu anakuwa huru kwa kiwango cha maarifa alionayo. Kuna mfano huwa napenda sana kuutumia. Kama uliwahi kucheza na kuku, unaweza kanielewa vizuri. Mimi niliwahi kidogo. Niliwahi kumkamata kuku na kuchukua shingo yake, kuiweka ndani ya bawa lake, alafu nikafunika namna hii. Yule kuku nikamlaza chini na kumwachia. Aliendelea kulala pale pale akifikiri bado nimemshikilia. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nilipomshtua kidogo, ile shingo katoka kwenye bawa lake, pale pale akakimbia na kwenda na safari zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake aliendelea kukaa pale akifikiri bado ameshikiliwa. Lakini aliposhituka na ile shingo akakuta imetoka kwenye bawa lake, kumbe nilikuwa huru, akaondoka. Kwa hiyo unapokuwa na maarifa, yale maarifa yanakufanya uweze kuwa na uhuru. Kwa hiyo hata katika swala la kuwa Mkristo, ukipata maarifa mazuri, maarifa sahihi, inakusaidia kutembea katika Ukristo ukiwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unajua unaweza kuwa ni Mkristo, lakini kama haujui vizuri kwa habari ya Ukristo, ukatembea katika unyonge. Kwa sababu wale walioleta Ukristo mwanzoni, waliuleta katika mapungufu. Haleluya. Ukristo ulianza kuingia Afrika katika karne ya kwanza. Na specifically ulianzia kule Afrika Kaskazini, katika nchi ya Misri, ambako kule uliingia mwaka wa 60. Ni miaka mingi sana, miaka mingi kweli kweli imepita. Lakini ule Ukristo ulipokuwa unaingia, kuna baadhi ya vitu ambavyo havikusemwa sahihi, havikusemwa kwa usahihi. Kwa mfano, watu walipokuwa wanapokea Ukristo walikuwa wanaaminishwa kwamba kuwa maskini ni ishara ya kuwa mtakatifu katika Ukristo. Kwa watu wakaaminishwa kwamba ukiwa Mkristo halafu ukafanikiwa kuwa maskini, utakuwa mtakatifu kweli kweli. Kwa hiyo baadhi watu wakapokea hivyo, watu wakawa wanaishi maisha ya Ukristo lakini katika unyonge usio kifani. Na ikafika wakati likawa ni fundisho kabisa kwamba ili uweze kuwa Mkristo mzuri inabidi uwe maskini, uwe mnyonge. Kuja na hiyo falsafa wakati wanatuletea Ukristo ili kutuaminisha kwamba ili uweze kuwa mcha Mungu mzuri inabidi usiwe na vitu, uwe maskini, ndio utakuwa wewe kweli umempendeza Mungu. Na walikuwa pia wanatumia maandiko ambayo hajatafsiriwa vizuri. Kwa mfano, Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8. Heri walio maskini wa roho, maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo haikutafsiriwa vizuri. Kwa hiyo ikachukuliwa vivyo hivyo basi. Hiyo ni Mathayo sura ya 5 mstari wa 3. Mstari wa 8 anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona. Kwa baada ya mstari ambao haikutafsiriwa vizuri, ikafanya Ukristo watu wawe Wakristo lakini watembee katika unyonge. Lakini hiyo sio maana sahihi ya kuwa Mkristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa huo ulikuwa ni Ukristo unaingia. Lakini watu kuanza kuwa Wakristo au kuitwa Wakristo ni kitu ambacho kilitokea sasa, ndicho kilichotangulia kabla Ukristo haujaingia Afrika. Maana Afrika hapa kwetu Ukristo uliingia kuanzia ile miaka ya 60 na kuendelea, maana karne ya kwanza. Lakini kabla ya hapo watu ambao walikuwa wamemkiri Kristo na kumfuata Kristo, hao ndio walikuwa wanaitwa Wakristo. Kwa hiyo Mkristo au mtu hawi Mkristo kwa sababu amezaliwa katika familia ya Kikristo. Unaweza kuzaliwa katika familia ya Kikristo lakini wewe usiwe Mkristo. Kwa sababu kuwa Mkristo tafsiri yake ni kuwa mfuasi wa Kristo. Haleluya. Kuwa Mkristo ni maana yake ni kuwa mfuasi wa Kristo. Mtu ambaye unaishi vile ambavyo Kristo aliishi. Unafanya yale ambayo Kristo aliyafanya. Kwa hiyo hata kama una jina zuri, lile tunasema ni jina la Kikristo, lakini kama haufanyi ya kumpendeza Kristo au haujamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe sio Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana Yesu atusaidie. Kama haujawahi kumwamini Kristo, hata kama unaitwa Yohana, unaitwa Mathayo, unaitwa Elia, unaitwa nani, hautakuwa Mkristo. Ni mpaka pale utakapomwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuacha dhambi na ukamfuata Yesu, hapo ndio unakuwa Mkristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu walianza kuitwa Wakristo mwaka wa 47 baada ya Yesu kuzaliwa duniani. Kabla Yesu hajazaliwa duniani hakukuwa na Wakristo, hawakuwepo.
kwa maana ya Mkristo hawakuwepo. Lakini Yesu alipokuja akafanya kazi hapa duniani, kutokea hapo ilipita miaka 14 ndio neno Mkristo wa Kristo likaanza kutumika. Haleluya. Likaanza kutumika. Baada ya miaka 14 Yesu amepaa. Na walioitwa wa Kristo walikuwa ni kina nani? Walikuwa ni wale wanafunzi aliowaacha, na wale walioendelea kupokea injili na kuiamini, hao ndio walianza kuitwa wa Kristo. Imeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura 11 mstari wa 26. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. For the first time, kwa mara ya kwanza watu wanaitwa wa Kristo ilikuwa Antiokia, na ilikuwa ni mwaka 47 tangu Yesu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Kristo maana yake nini? Kristo maana yake, unajua wa Kristo au Mkristo ametokana na Kristo. Haleluya. Na ndio maana kabla Kristo hajaja hakukuwa na wa Kristo. Lakini Kristo baada ya kuja ndio wakazaliwa wa Kristo au Mkristo. Sasa Kristo maana yake ni mpakwa mafuta. Kristo maana yake ni mpakwa mafuta. Na hiyo ni kwa lugha ya Kiyunani. Kwa lugha ya Kigiriki ni anaitwa Masihi. Haleluya. Mtu ambaye ametengwa kwa kazi maalum. Wale wanaoitwa mayesu leo wapo wengi sana leo. Na Yesu ambaye tunasema habari zake, tofauti yake ni ile Kristo. Hawa ambao wanaishi leo duniani, wao sio Kristo. Manake hawajapakwa mafuta, hawajatengwa kwa ajili ya kazi ya kukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wanatumia Yesu as a name, Jesus as a name. Lakini Yesu Kristo ambaye alizaliwa kwa namna ya ajabu, huyu ni Kristo Masihi wa Bwana aliyekuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Sasa wale waliomwamini ndio wanaitwa wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usimruhusu mtu ajiite Mkristo kama hajamwamini Kristo. Na wewe usikubali kuitwa Mkristo kama haufuati kanuni za neno la Mungu. Haleluya. That is not good. Ndio, hiyo sio nzuri sana. Lakini kwa sababu wewe ni Mkristo, linda sana uwepo wa Mungu ndani yako ili usiwe Mkristo jina. Kwa sababu Mkristo ambaye hafuati kanuni za neno la Mungu, ambaye hayaishi yale ambayo Kristo aliyaishi, huyu mimi namuita ni Mkristo jina, lakini ndani yake hakuna Ukristo. Hawa watu si kwamba walijiita, maandiko yanasema waliitwa wa Kristo hapo kwanza Antiokia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake nini? Maanake watu walipowatazama halafu wakajaribu kukumbuka na Kristo alivyoishi, na kwa sababu mengi ambayo Kristo alifanya yalikuwa yameandikwa, walipolinganisha wakasema no, these are Christians. Hawa ni wa Kristo. Haleluya. Hawa ni wa Kristo. Na hii ndio maana ya kuwa Mkristo. Kuwa Mkristo maana yake ni hii: uwe mfuasi wa Kristo. Sasa neno wa Kristo limeandikwa katika Biblia mara 3. Limeandikwa katika Biblia mara 3. Kwanza limeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 na mstari wa 26. Lakini pia limeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26 na mstari wa 28. Lakini limeandikwa pia katika kitabu cha Petro wa kwanza. Neno Mkristo limeandikwa tena katika Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 16. Mara 3 neno Mkristo limeandikwa katika maandiko. Na lilikuwa lina mahali pote limeandikwa ni kutambulisha wale watu ambao waliamini habari za Kristo na kuwa wafuasi wa Kristo. Sifa za kuwa Mkristo. Nitakupitisha kwenye sifa 3 za kuwa Mkristo. Mambo ambayo ni muhimu yaonekane kwako unapokuwa Mkristo, au mambo ambayo yanatakiwa yawepo katika maisha yako ili uwe Mkristo kweli. Na haya ndio yanayotofautisha au yanawatofautisha wale wa Kristo na wale ambao ni wa Kristo kwa sababu ya majina yao. Sifa ya kwanza ya Mkristo. Sifa ya kwanza ya Mkristo ni kumuact Kristo, to reflect Christ, kumuact Kristo, kumuact Kristo. Hilo neno ni neno la Kiswahili lakini unaweza kulitamka mtu asilielewe kwa haraka. Kuact. Kuact maana yake ni nini? Ukiwa na kioo alafu ukakielekeza kwenye mwanga, kile kioo, utakuta ule mwanga utakapokuja ukagonga kwenye kile kioo, utaenda kuaksiwa kwenye
utaenda kuaksiwa sehemu nyingine. Haleluya watu wa Mungu. Kwa mfano mimi hapa ningekuwa na kioo nikakielekeza kule mwanga unakotokea. Mwanga ukitoka kule ungegonga hapa, halafu ungeenda kugonga pia pale. Haleluya. Sasa hiyo ndio maana ya kuaksi, kwamba kwa sababu wewe ni Mkristo, unatakiwa mtu akikutazama aone ni kama umemwaksi Kristo, ni kama anamtazama Kristo. Haleluya watu wa Mungu. Ni kama akikutazama. Kwa mfano mimi nikimtazama huyu, mbona kama alivyo, ni kama sasa sio mtu wa kidunia, ni kama mtu amemvaa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwamba umemreflect. Christ has been reflected in your life. Hicho ndicho ambacho, hiyo ndio sifa ya kwanza ya mtu ambaye ni Mkristo. Anatakiwa amwaksi Kristo. Wakorintho wa pili sura ya 3 na mstari wa 18. Biblia inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunavyobadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kama vile katika kioo tunavyobadilishwa na tufanane na mfano huo. Maandiko haya Paulo alikuwa anawaandikia Wakorintho, na wakati anawaandikia Wakorintho, hili lilikuwa ni kanisa lililokuwa Korintho. Kwa Paulo akawa anawaandikia waraka huu. Sasa kwa nini anawaandikia? Alikuwa anawaelekeza mambo ya msingi wanaotakiwa kuyafanya kama Wakristo, maana walikuwa wamefanyika Wakristo kwa kuiamini Injili. Sasa anawaandikia akiwapa mambo ya kuyaishi. Sasa anawaambia katika mstari wa 18, anawakumbusha kwa habari ya kumreflect Kristo, kwa habari ya kumuaksi Kristo. Kuwa Mkristo ni heshima. Heshima. Ndio maana mimi huwa sitamani kwa namna yoyote ile nijichukulie kawaida, kwa sababu tu ya ile heshima ya kuwa Mkristo, kuwa mfuasi wa Kristo. Natamani nisijichukulie kawaida hata iweje. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisijichukulie kawaida. Mkristo ni mtu ambaye amepata heshima ya kiungu, kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kureflect utukufu wa Mungu. Sasa nataka nizungumze mambo ambayo ni ya kawaida kabisa, lakini yafanye kazi. Anaposema kumaksi Kristo, tafsiri yake ni kwamba hata mambo unayozungumza, haleluya, hata mambo unayozungumza watu wamsikie Kristo. Unapokuwa unazungumza watu wasikie kabisa, this is the man of God, huyu ni mtu wa Mungu. Maana hapo hata lugha yako, haleluya, hata lugha yako, Mkristo huwezi kumsikia hata siku moja na kutoa lugha ya matusi. Haleluya mtu wa Mungu. Kama una matusi katika lugha yako, you have some insight. Yaani unazungumza alafu sometimes either kwa kujisahau au kwa kawaida unajikuta umetukana. Unahitaji kufanya bidii bado. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Unajua watu wa dunia hii, wao matusi katika story ni kama chorus kwenye wimbo. So unajua unapokuwa unaimba, unaimba ukimaliza beti unaenda kwenye chorus, Sasa watu wa ulimwengu wao matusi ni kama chorus. Anaongea akimaliza anaweka pale na sema unasikia, Sasa wewe hautaki kuwa hivyo. Wewe ni mtu wa Mungu, wewe umeokoka. Wewe ni mfuasi wa Kristo, lazima uwe wa tofauti. Ukiongea kama kuna haja ya kuweka chorus kwenye story zako, iwe ni chorus ya kuwabariki watu. Haleluya. Kwa sababu ndio kinyume cha kuwatukana watu. Haleluya. Hiyo huwa haitokei kwa sababu nataka, ila inatokea kwa sababu ya aina ya maisha unayoishi. Na vile unavyomruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Haleluya. Maandiko yanasema wanaongozwa na Mungu ndio wana, ndio watu, ndio. Hiyo inaumbika taratibu, 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 taratibu. Lakini lazima uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na kiasi katika mambo yote. Uruhusu tunda la Roho liwepo ndani yako. Kama hivyo unaweza kuwa Mkristo lakini ambaye unachanganya vitu.